Asalamu alaykum ndugu waandishi wa habari. Salamu. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Ni jambo zuri la kumshukuru Mungu kuwa mahali hapa, lakini pia niseme tu kwamba tupo hapa. Hii ni siku karibu ya tatu. Hii ni siku ya tatu toka tumefika maeneo haya baada ya uwanja wetu wa Jamhuri Dodoma kuwa umefungiwa kwa ajili ya marekebisho. So tumechagua uwanja huu, lakini nia kubwa iliyoniweka hapa ni kuelezea maandalizi yetu kuelekea mechi yetu ya kesho dhidi ya Fountain Gate. Maandalizi yetu kwenye kiwanja cha mazoezi yako vizuri, lakini pia katika hali za wachezaji ziko vizuri na tumepata urejeo wa wachezaji wetu. Edi Kipagwile ambaye tulimkosa katika mechi ambayo iliyopita, kwa maana mechi ya Azam hatukuwa naye. Edgar William hatukuwa naye pia katika mechi ya Azam. Beno Ngasa pia hatukuwa naye katika mechi ya Azam. So tunaona urejeo wao pamoja na uwepo wa mchezaji ambaye hajatumika Bea, nafikiri ni kitu kizuri sana kwenye maandalizi yetu. Kwa hiyo ukiweka hivyo pamoja na preparation ambayo tumeweka kwenye kiwanja cha mazoezi, ukizingatia ugumu wa mechi ambayo tunakuja kukutana nayo na raundi hii ya pili, nafikiri tunadhani mpaka sasa hivi so far katika masaa machache yaliyobaki nafikiri tuko tayari. Sawa. Karibuni kwa ajili ya maswali. Karibu. Tutarajie mechi ya Dodoma Jiji na Fountain. Kuna ushindani ule wa kufahamiana, lakini pia kuna ushindani wa level za timu hizi, kwa sababu hizi ni mid table timu. Hizi ni timu za daraja tuseme la kati, ukitoa wale giant katika ligi yetu, then kuna hizi timu zinazofuatana. So ukiachilia mbali hilo, round ya pili ishageuka hii. So sasa hivi mtu anachanga karata zake, either kufa ama kupona. Hiyo tu inakupa taswira aina ya mechi yenyewe inayokuja. Lakini taswira nyingine ya mechi inayokuja nafikiri ni ushindani ambao unatolewa na Fountain. Ukiangalia pia ni timu ambayo unaona inaokota point 3, inaokota point 1, wako na record mbaya katika viwanja hata vya ugenini pia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni timu ambayo tunapaswa kuiheshimu, kuiendea kwa tahadhari, na wako na mwalimu ambao wanafanya vizuri. Nafikiri nampongeza pia kwa nafasi yake, lakini ushindani nao uzungumzia, mimi nafikiri itakuwa ni mechi nzuri kwa watu ambao watakaoiangalia, iwe kwenye television ama iwe kwenye kiwanja. Itakuwa ni mechi ambayo iko na level ambayo ni nzuri na standard ambayo ni nzuri kulingana na kacha ya hizi timu, namna ambavyo zinazotumika kwa walimu wake. Kwa hiyo na mechi ya ushindani, lakini ambao mwisho siku sisi Dodoma Jiji tunahitaji mechi hii kama mechi yetu ya nyumbani kuipata point 3. Karibuni. Karibu Amani Josia, karibu sana. Asante. Kuja kucheza Singida, lakini uwanja wenu wa nyumbani ni Jamhuri na taarifa ya kwa marekebisho. Nakuja kucheza Singida na Fountain Gate. Ni kama wote wageni hivi. Hii kwenu nyie inawezekana kaathiri kiasi gani kwa mchezaji katika mchezo huu? Siwezi kukataa athari. Athari ipo. Athari mojawapo kubwa ni kwamba tunawakosa washabiki wetu ambao somo wanatupa support. Watakuja ndio, lakini haiwezi kuwa same number ya watu ambao tungeweza kuwapata Jamhuri. Athari nyingine ya pili nafikiri ni ile ni natural glasses, ndio ile tunatumia Jamhuri, alafu hii ni artificial glasses, ndio maybe hivyo ndio vitu, lakini hii haiko kwetu tu, iko katika hizi timu zote mbili, isipokuwa nazungumzia tu kama mechi ya nyumbani, namna ambavyo inavyopaswa kuwa na mazingira ambayo yanavyopaswa kuwa, lakini hiyo si excuse yoyote ile. Hiyo huwezi kusema ni athari, kwa sababu ninafikiri kwamba sasa ni game ambayo iko 50-50 kwa kila mtu. Mwenye power, mwenye aliyejiandaa vizuri, mwenye quality, mwenye mbinu sahihi anachukua hizo point, na sisi tunajiweka katika nafasi hiyo kwamba tuwe na nguvu kubwa uwanjani, tuwe na weledi mzuri uwanjani, then tuamue mechi kutokana either na mbinu ama individual. Hapo mwalimu. Sasa kwa lazima sana, lakini tunagusia swala la nyasi bandia pamoja na nyasi asili, kwa maana uwanja wa Singida mnaanza kutumia nyasi bandia. Kwa uzoea nyasi asili. Kuna shida gani kwa mchezaji? Inasababisha nini? Maelezo ya utofauti wa nyasi bandia pamoja na nyasi asilia nafikiri ni maelezo marefu kwenye televisheni, isipokuwa tu wakati mwingine huwa inahitaji maandalizi ya ngarata ya siku moja ama mbili, at least kuwabadilisha tu wachezaji, namna unavyokimbia kwenye kiwanja cha kawaida na kiwanja ambacho kiko na nyasi bandia kuna utofauti wake, lakini pia hata
kudunda kwa mpira kwenyewe, sio namna mpira unavyotembea kwenye nyasi za kawaida. Yani kuna vitu vingi ambavyo sio vya kunani, hatuwezi kupata muda wa kuvielezeeni sana kwa utofauti wake, lakini baadhi yake ni hivyo. Asante sana kocha.